jina langu naitwa Romanus Mapunda. Ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao wanachama huo unakoma leo. Na mimi, kwa wale wanaokumbuka na kufuatilia historia vizuri za vyama vyetu vya kisiasa, mwaka huu nilikuwa ni mmoja wa wagombea wa wenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa. Nilikuwepo mimi, Mheshimiwa Lissu, Freeman Mbowe na mwingine anaitwa Odero. Haki. Nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba sisi hatujiondoi kwamba tulikuwa tukipendi chama chetu. Chadema tumeijenga kwa miaka mingi. Chadema tumeipigania kwa miaka mingi. Mimi binafsi nilikuwa kampeni manager wa Tundu Lissu. Nimezunguka naye sana mpaka amepata wenyekiti. Sababu ya mimi kujitoa ndani ya Chadema tarehe hiyo 7 nilizungumza, tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Nilisema pia awali ya kwanza, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kukishauri chama na nikapata members wengi na wanajulikana. Na leo nakuwa mtu wa kwanza kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na nitapata members wengi watatoka Chadema. Lazima tuwe na maamuzi ili tuweze tukajenge taifa letu kwa pamoja. Lakini pia wako watu wengi kipindi na waambia, hususan hawa wenzangu wa G55 na baadhi ya viongozi ambao siwezi kuwataja, maana kwenye hii press ya sasa hawapo wote, wengine wako mikoani. Waliniuliza, Mapunda, kwa nini unatushauri sisi twende kafu? Sisi tulijaribu kufanya research, ndugu zangu. Vyama vyote vyenye full registration Tanzania tunavijua. Tulifanya research ACT, tukafanya research Chauma, tukafanya research kafu, tukafanya research kwenye vyama vyote. Moja ya vitu ambavyo vimetuvutia sana, kafu ndio chama pekee chenye sera za haki sawa kwa wote. Chenye sera ya kwanza kusema tutahakikisha ndani ya chama chetu tunaweka haki sawa kwa wote. Hiyo unaipata kafu peke yake. Mwenyekiti wetu alikuwa ananinong'oneza na nyinyi mnafahamu. Huyu alitoka Chama cha Mapinduzi, sio? Lakini leo hiyo unaweza mkapata picha kwamba chama cha wananchi kafu kwanza kinaheshimu katiba. Lakini haya machama mengine utakuta kwenye katiba yameandika hivi, mkienda kwenye action yanapitia Mbagala. Sasa vyama kama hivi tunatakiwa kuviepuka. Sasa tusisikilize wao wanasema nini. Tusisikilize wao wanasema nini. Mwenyekiti wetu nilimweleza sana kwamba hii issue ambayo wao wanaenda nayo una mpango muovu katika taifa letu. Uwezi kuingia Ikulu kwa kususia uchaguzi. Nchi yetu ina katiba, ndugu zangu. Katiba imeshaeleza wazi kutakuwa na uchaguzi kila baada ya miaka 5. Na uchaguzi ndio njia pekee ya kukufanya wewe uwe mbunge. Ndio njia pekee ya kukufanya wewe uwe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio njia pekee ya kukufanya wewe uwe diwani. Ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nilitangaza nia kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kutoka chama hicho, wengi walikuwa wananiuliza, tunakwenda kafu na wewe unayetangulia. Maana mimi nimekuwa kama Yohana Mbatizaji. Leo nimekuja, lakini mjiandae kupokea watu. Kama nilivyotangulia kukishauri chama peke yangu, nikatukanwa peke yangu, nilitukanwa matusi yote duniani, mengine sijawahi kuyasikia, nimesikia baada ya kukishauri chama. Lakini nikakomaa na mpaka hivi sasa nilianza peke yangu. Na leo nimeanza tena kutanguliza njia peke yangu. Chama cha wananchi kafu tunaamini ni chama chenye haki sawa kwa wote, na kuna watu wengi watakuja nyuma yangu
tunaomba tuwapokee kwa kishindo, twende tukapeperushe bendera ya chama, tukashiriki uchaguzi katika nguvu moja. Kweli niuliza swali, huko kafu Bwana Mapunda, utakuwa na nia hiyo hiyo ya kutangaza kugombea urais, au utaenda kuwa mwanachama tu, au utaenda kuwa mwanaharakati, au nitumie fursa hii ndugu zangu, mimi ndoto yangu ya kutaka urais bado iko pale pale. Nimekuja chama cha wananchi kafu na leo nimepokelewa kwa kishindo, na washukuruni sana. Mimi Romanus Mapunda naendelea kutangaza, ikifika tarehe nitachukua fomu, nitagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi kafu. Endapo chama changu cha wananchi kafu kitanipa ridhaa ya kugombea urais katika nchi hii, mimi sitaki kuongea maneno mengi. Leo nitaishia hapo, lakini baada ya hapo nitakaa na viongozi wangu wa kitaifa, tutaweka utaratibu, tutaanza mikutano ya kuhamasisha watu wakashiriki uchaguzi, tutazunguka nchi nzima. Mimi ni mtu wa kazi ndugu zangu. Majimbo yote ambayo yamelala sasa hivi tutakwenda kuyaamsha. Tutahakikisha tunapita mtaa hadi mtaa, kata hadi kata, jimbo hadi jimbo.